mwanaume popote ulipo, big time kwako, shalom sana. Tuendelee kukaza mwanangu mpaka kieleweke. Sasa gazeti la Mwananchi limeandika hapa, Mwananchi Tanzania imeandika kauli ya wewe ni mwanaume jikaze. Wewe ni mwanaume jikaze. Umefiwa, wewe ni mwanaume jikaze. Una matatizo, wewe ni mwanaume jikaze. Umepitia ukatili wa kijinsia, wewe ni mwanaume jikaze. Ni gumzo. Kurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Kauli hiyo mwanaume unanisikiliza au unanitazama, umekutana nayo maeneo gani ambapo hukutarajia? Yaani wakati unafikiri unahitaji faraja, alafu jamaa linakuja na kupiga begani. Jikaze, wewe ni mwanaume, jikaze, jikaze. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii wao wameandika hivi, siku ya mwanaume, siku ya wanaume, mengi wanajiua, anasema wengi wanajiua kwa madhila ya ndoa zao. Wanaume wengi wanajiua kwa madhila ya ndoa zao. Wanaume kulikoni? Kujitoa uhai kwa madhila ya ndoa. Sasa hili likanifanya niangazie takwimu mbalimbali zilizowahi kufanyika na ripoti na chunguzi mbalimbali zilizowahi kufanyika, ambapo ripoti ya Tanzanian Human Rights Commission yani LHRC mwaka 2024, kwa ripoti ya Tanzania Human Rights report ya mwaka huo 2024 ilibaini kuwa kati ya matukio ya mauaji kwa maana ya suicide, mengi ya kujiua yaliyorekodiwa, wengine kujinyonga, kunywa sumu, asilimia 67 ya wahanga walikuwa ni wanaume. Asilimia 67 mwaka 2024 kwa mujibu wa LHRC, asilimia 67 walikuwa ni wanaume. Na sababu zilizotajwa ni pamoja na matatizo ya kiuchumi, deni, affairs na masuala ya ndoa, masuala ya mahusiano na ndoa, lakini pia wivu. Hapa ndio utakuta wivu wa kimapenzi, wivu wa kimaendeleo, kisa tu mwenzako kanunua hiki au kile, wewe uendelee kila siku anaona bora apungue. Lakini pia kukutana na hizo kauli za kijamii, kwa sababu wewe ni mwanaume, basi huyu mwanaume anakosa muda wa kushirikisha jamii kwa kiamini yeye hana mtu wa kumshirikisha zaidi yake. Sasa ripoti hiyo pia imeonyesha kwamba jumla ya matukio ya kujiua yaliyorekodiwa ni sehemu ya tatizo la afya ya akili, na kuna uhaba wa huduma za afya ya akili, mfano upungufu wa wauguzi wa therapist, yani ile bwana ukitokea bwana unajisikia ufahamu wako huko sawa, unaenda huko. Sasa swala sio kujua au kile kilichoripotiwa. Nataka uniambie kwenye comment yako, kama mwanaume uliwahi kujikuta kwenye hali gani ambayo unahitaji msaada, alafu ndugu, mshikaji, jamaa yako wa karibu anakuambia jikaze, wewe ni mwanaume? Weka comment yako kupitia 0779729593. Kama umewahi kukukuta hiyo, niambie hapo. Mambo ni bam bam. Tayari ni saa 1:50, narejea kuendelea kuchana kurasa za magazeti. Hivyo nikusi usiondoke pembeni ya radio kwako, ndio kwanza tunasonga mbele.